habari za usiku huu, wapenzi watazamaji. Karibuni kwenye taarifa ya habari. Wasomaji wenu usiku huu ni mimi Esther Zelamula na Fred Mwanjala. Tunaanza na habari za kitaifa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimekanusha kuwa ndio chanzo cha vurugu kufuatia mauaji ya watu 5 waliopigwa risasi na askari polisi baada ya kuvamia mgodi wa North Mara wilayani Tarime mkoani Mara. Upendo Msuya ameandaa taarifa ifuatayo. Ufafanuzi huo umetolewa na muasisi wa chama hicho Bwana Edwin Mtei na mwanasheria na mjumbe wa kamati kuu ya chama hicho Mabere Marando wakati walipozungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam leo. Wamedai kinachotokea sasa ni matokeo ya serikali kutojali haki za wananchi wake na kwamba Chadema inashiriki katika mazishi ya watu hao kwa kuwa ni wanachama wake. Kwa hiyo hatubebei bango kujikweza. Tupo pale kwa sababu ni haki yetu kuwa pale kama chama chenye nguvu. Nia yetu, ni sera yetu ni kuzuia dhuluma dhidi ya umma, kutetea haki za Watanzania, kutafuta riziki zao kwa uhuru. Imepanic na ni kutokana na mvurugano ulioko katika serikali yetu sasa hivi. Wazo hawajui wafanye nini, kutokana na kwamba wajue michakato yetu na madhumuni ya Chadema ya kuhakikisha kwamba tunapata haki zetu. Tuna vijana jasiri ambao tumewafanya wawe jasiri zaidi kwa kuwachochea waweze kuchukua ule msimamo wetu wa kuboresha maisha ya kila mwananchi na kulinda mali asili ya nchi yetu. Aidha, chama hicho kimelaani kitendo cha wananchi kupigwa risasi bila kujali kile walichoeleza kuwa ni utu na kusababisha vifo vyao. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, Upendo Msuya, Channel 10. Na habari zilizotufikia hivi punde kutoka kwa mwandishi wetu Mabere Makubi zinasema kwamba jeshi la polisi kanda maalum ya Tarime na Rorya limekiri kuhusika kuchukua miili ya marehemu 4 kutoka kwenye chumba cha kuhifadhia maiti katika hospitali ya wilaya ya Tarime jana usiku na kuitelekeza barabarani. Kamanda wa polisi wa kanda hiyo Konstantin Masawe amethibitisha hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake leo mchana. Tarime kwa ajili ya kuchukua miili ya wale marehemu, lakini wakazuiliwa. Tulipotuma askari, kweli tuliwalikuta kuna kundi kama la watu wapatao kati ya 15 mpaka 25, na polisi walipofika basi wale watu wengine waliweza kufanikiwa kukimbia, na wengine ambao walikuwa wanajaribu kukimbia tuliweza kufanikiwa kukamata watu 8. Katika tukio jingine, watu 8 akiwemo mbunge wa Singida Kusini Bwana Tundu Lissu wamekamatwa na polisi na kufikishwa katika mahakama ya wilaya ya Tarime kujibu mashitaka. Washtakiwa wengine ni Mwita Mwikwabwe, Stanislaus Nyembea, Anderson Chacha, Andrew Nyandu, Mwita Maswi, Bashir Abdalla Seleman na Ibrahim Juma Kim. Mbele ya hakimu mkazi wa mahakama hiyo Yusto Ruboroga, washtakiwa hao wamesomewa mashitaka 3 yakiwemo ya kufanya mkusanyiko eneo la hospitali bila kibali cha jeshi la polisi. Na huo ndio mwisho wa habari za kitaifa. Baada ya muda mfupi nitawaletea habari za Afrika Mashariki.